vitu. Pacheco, unafanya kazi kubwa sana kuhakikisha usuperstar umtoi mchezoni J Combat. Ndio maana unapomwona J Combat lazima unione pembeni. Okay. Na standia kila kitu ikae sawa. Okay. Ndio chomshukuru ndugu yangu pia naye mtu wa Mungu. Kwa wasitumie nguvu kubwa sana kumwambia. Kumwelesha kwa kila kitu mwenyewe anakuwa anajua. Na ndio maana unaona maisha yake yako vile vile. Lakini ingekuwa mtu mwingine hapa sasa hivi ingekuwa balaa kubwa. Yeah. Kwa mtu mwingine hapa tungekuwa tunatafutana hapa. Yani hata interview yenyewe sidhani kama ingewezekana. Yani tunatafutana kabisa bana, bana niko busy na nini. Hapa tuangalie mwezi ujao bana. Mwezi ujao bana, noma kabisa. By the way, show zinaingia sana. Kwenye issue za show najua kuna muda labda mnaweza mkao mnakutana changamoto ya ratiba na nini au msanii kuchoka. Hiyo mnakutana nayo. Umeshakataa show labda kwa sababu ya uchovu au ratiba zimegongana na nini? Pacheco. Yani show tuseme kwani kama tenye show tuseme kama sasa hivi tarehe 9 kesho kutwa. Kama show 5. Siku moja. Siku moja tuna show 5. Kwa hiyo ikabidi kwamba show nyingine tukatae. Nitafuta show moja kubwa ya mkoani. Okay. Tutaenda Mbeya tarehe 9. Okay. Tarehe 9 tushazichangia show 5. Kwanza tarehe 9 ana show tarehe 10, 11 na tarehe 12. Pia kuna show. Na hizo zote sio sema labda ni daa wapi. Zote ni mikoani. Okay. Kwa changamoto ni hiyo, lakini tunachomshukuru Mungu msanii pia naye sometimes anachoka kweli, lakini namuelekeza bwana ndo maisha yetu. Kwa haina haja kuchoka, kama kupumzika utalala kwenye gari. Kwa unakuta kuna show nyingine Shinyanga, kutoka Shinyanga labda mnaenda tena labda Mbeya. Kwa inapobidi kwamba unaona hapa tena kishakuwa tight, inabidi tena apande ndege. Sio wengine tunapanda private tunakutana kwenye show. Okay. Babu kubwa, ukitaka kuchoka unakumbuka kuna wazazi, kuna familia na lazima ukumbuke. Lazima ukumbuke. Yani huwezi kuchoka kabisa. Hapa mpela itabidi uendelee. Bana, Babu kubwa ni Mega Mix kwa nguvu kubwa ya Yas Tanzania. Tuko hapa, wanatupa tagi la kutosha sana. Salupizo. Bana Salupizo, inakuaje? Shwari Good. Uko poa kabisa? Niko fresh kabisa. Bana, karibu sana kwenye Mega Mix. Asante, nimefurahi kuja Abudi. Au vipi bana? Yeah, Babu kubwa bana. Na sisi tumefurahi pia kukuona leo hii. Au vipi mara ya kwanza unapewa issue ya kuwa signed au unataka kusainiwa WBC. Kwako ulipokeaje na ilikuwa yani ulikuwa katika mazingira gani and ulipokeaje hiyo taarifa? Yani kwanza imewekwa zaidi ya milioni 7 ujue. Yani cha kwanza nakwambia, yani umeona hiyo siku yani mpaka clip inatoka nilikuwa sijapata usingizi. Bana, noma sana. Yani mpaka kitatupu, yani wanangu ananiambia mwanangu sasa hivi ushakuwa maarufu. Yani kila nikipita sehemu yani mdogo ushatoboa. Okay. Kitani wapi? Kitani Mwembe Songo. Kwa Mwembe Songo ile wanao wote yani huo muda mlikuwa mnasubiri hiyo clip au vipi? Tulikuwa tunasubiri kwa hamu. Okay. Sawa, Raida. Nataka tuone hapa J Combat alichokisajili au alichokisign WBC. Ni Babu kubwa ama ni aje VJ? Raida, fanya jambo hapo. Tuone J Combat kile ambacho amekisign WBC Wabish Classic kwamba ni hatari kabisa ama ni aje au vibana. Raida, sema kidogo na mtoto wa Mwembe Songo hapa. Cheze 14 fasheni wazee wa Giriki 60 neno hapo. Chanta kwa mpepe, sio ganda simfiche. Na mchanta kwa mpepe, sio ganda simfiche. Ndoa kwangu mwezako niweke, kirahisi mwezako niweke. Bwana hili vitira msima, kisikatika mapima, sauti kama Jane, Wabish Klasiki, siniache kwa kubisti, na iraza chokoreti, kwangu nyani popo, kwangu sikeshi mpaka popo, hakinipaga kwangu chocho, nikipita one day by koko, oya kanishika hapo, nila navopenda kuroto, yani navopenda arasto, kila siku na uwapo, cheke na vupale we, kwangu na kule we, yani cheke na kura wewe, cheki na vupata we, nice rosto, yani toko, nipo kila siku moko, kidali changu ndo moko, kanipa kila siku ndo wantima, kwangu mimi nishazama, kila siku mama naelea, nikishika minatokea,
Stineno utaribu, stineno utaribu, stineno utaribu, stineno utaribu, stineno utaribu. Mchezo wa kukanda naye kashuka, wa kuitwa naye kaitika, aina mapozi kama alishafika, kamka udada kualikwa, aina ushamba zungusha bodi, mwendo wa kucheza machoka woni, imbasika unyagoni, turuke vikimena na mizani. We, ndio, nishapata ripoti taoni. We, kwa heshima, wazee wa 14 staili, meneja Pacheco Bigi, Roman Kanze Bigi Boss, Halifai Mwenga, ndio. Siniache wewe, sintupe mimi, siniache wewe, sintupe, siniache wewe, sintupe mimi, siniache wewe, sintupe. Kama kuria ni sharia sana, yani navyokupenda mwingine sitamani, warai duniani mpaka kesho ahirani, shantupa kila siku mazima, kama gari kwangu lishazima, eti ieke fuse ipate kwangu siruzi. Bwana siniache, sintupe wewe, siniache, sintupe mimi, siniache, sintupe. Kama auriko wewe ventriko, moyo wangu niachie, usiende hapo. Kama kokoriko asubuhi nayo ipo, tuone kama popo, tukikesha wote tupo. Wale face yani face kwenye mozi, kila kama na luka mpop, wakaleta kwangu mimi na stock, kila siku napata miruka. Bwana moyo unaniuma, bwana moyo unanichoma, bwana moyo, bwana unaniuma, eti moyo, bwana unanichoma. Moyo wangu auriko koko, moyo wangu ventriko, moyo wangu auriko koko, moyo wangu ventriko, moyo wangu da, ninakupenda kwangu sibaga, moyo wangu da, ukiniacha minapaga. Bwana siniache wewe, sintupe, siniache wewe, sintupe. Kama kokoriko asubuhi imefika, chai na miogo wote kumetwika, wasirete porocho, wengine washarika, wengine kazarika, bibi mjuku kapata, babu kaja karuka, watoto mstuka, yani kesho shureni, wote madafutarini, usipende arosto jamani, itakuja wanangu kizeni, ila kumbuka maandiko waliosema na kesho, fo, ila kumbuka kesho. Bwana siniache, sintupe, niza kwetu, hizi niza kwetu, niza kwetu Marotauni, niza kwetu, niza kwetu Marotauni, niza kwetu, ndio niza kwetu wote, niza kwetu madini yetu, bahari kwetu, karibu kwetu, niza kwetu, wachanja wetu, mahali kwetu, nipa kwetu, niza kwetu, wajini wetu, mahali petu, bidhaa zetu, niza kwetu, madini yetu, washamba wetu, kula kwetu, niza kwetu. Yani bodi naliruka, sio gama nalishuka, sio ganda na mficha, ukileta ubishi stuka, asubuhi kokoliko kumekucha, acha utani ndugu yangu chakarika, asubuhi na mawenzi stuka, ukifika na kingaru inuka, karibu kwetu, nyumbani kwetu, wajanja wetu, niza kwetu, ndio niza kwetu wote, niza kwetu, ndio niza kwetu, ndio niza kwetu. $3,000 Ganda wengine walio walishanga,
14 yao wabishi, wengine walichacha, wakashika macho yao wawe fesi noli chochon, wakaleta nobiza upon kwetu yani kompen, washashika nyanga, wakashika shanga, wazazi kanda wakazilinda, wengine minasema yani ndo washamba. We karibu kwetu, nyumbani kwetu, bidhaa zetu Ni za kwetu. ndio ni za kwetu, ndio ni za kwetu. Oh yeah. Bana, bab kubwa anaitwa Salu P kutoka WBC Wabishi Classic. Yeah, ni lebo ya J Combat au vibana yeah, akishirikiana na Pacheco Midundo kama manager, si ndio? Manager si mwajiriwa wa msanii. Manager sio bosi, wengine labda wajui. Yeah. Kwa hiyo manager ni mwajiriwa wa msanii. Kwa hiyo hapa tuko na CEO J Combat akiwa na wafanyakazi wake, si ndio Yeah, lakini ni mtoto ambaye ametokea kwenye mazingira magumu kabisa, kama ambavyo yeye mwenyewe anasema kwamba ametokea maisha ya kawaida kabisa, na imewezekana kwa wale ambao wana vipaji huko mtaani, wanakutana na vitu vya kukatishana tamaa na nini. Hapa umesema haukuwahi kusapotiwa. Washikaji zako ambao walikuwa wanakuzunguka kwa kipindi hicho, walikuwa wanakusupport kwa kiasi gani? Au walikuwa wanaheshimu unachokifanya kwa kiasi gani? Wachache walikuwa wanaheshimu ninachokifanya, ila kwa kipindi cha nyuma kila mtu alikuwa na mtu wake, kutokana na sisi wengine tulikuwa tunakosa fursa za kupata studio ya kurekodi. Tulikuwa na vipaji lakini tulikuwa hatuna pa kuvipeleka. Okay. Wake waliokuwa nao wanatamani kusupport walishakuwa tayari na wana watu wa kusupport, walishakuwa na wasanii. Okay. Kwa sisi tulikuwa tupo mpira kati. Okay. Nimepata siku wakubwa wanaenda kwenye show, unaweza ukaunga tena hadi kwenye show, umefika show imeisha, unaweza ukaachwa nishachoka mkoa kwa miguu ya miguu hadi mtaani. Bana no. Mtaani ilikuwa ni wapi kipindi? Mtaani Msamvu, nimetoka kwa mkoa kule na miguu Fukolendi. Alafu night saa 8. Okay. Bana. Kwa changamoto kama hizo tunazijua. Kwa kikubwa kama mwenye kipaji na kweli ana ndoto za kutaka kumove, kikubwa ni kutokata tamaa. Kwa mimi ni Mungu wa kwetu wote sisi. Mungu anasikiliza maombi ya kila mtu, akisema Mwenyezi Mungu ajibu dunia nzima unakopa uongo. Kwa kila mtu anakuwa na time yake ya kujijua kwa wakati wake. Kubwa ni subira, kuamini, kujituma, kipende unachokifanya. Kama unakiamini kipende sana, kiheshimu, kitakufikisha. Okay. Bab kubwa, tuzungumzie kidogo collab ambazo umezifanya hapa karibuni. Tena umefanya collab na wasanii ambao hawafanyi singeli. Sigwa ni mwana hip hop, na nimeona tangu amefanya ngoma na wewe anasema asiitwe kabisa. Asiitwe kabisa msanii wa hip hop au vibana. Nini kimetokea wakati mna rekodi ngoma mpaka ndugu yetu Sigwa anakana chama la hip hop? Kutokana mjue tumekutana kwanza wasanii wawili kwenye idea tofauti. Wote tuko kwenye miondoko tofauti. Yeye kama kwenye karata yake aliyosimama kwenye hip hop, mimi nipo kwenye singeli. Pia tumekutana na producer, naye ametengeneza kitu ambacho kimefanya kutuvutia, kimemvutia yeye na mimi pia kilinivutia. Na kutokana na soko la kwetu huku sisi, ukifanya muziki unapokuwa mzuri kusikilizwa chapu. Okay. Yaani singeli bwana nyepesi sana kupenya endapo naye mwenyewe utakuwa upo serious nayo. Ukimwangalia mtu kama Tisigwa yule mtafutaji, ana hasira na game. Ndio maana uangalie msanii mkubwa, sio mchanga sana, msanii mkubwa. Lakini unaona kila ukicho unaona yupo mtandaoni anaendelea kusupport kazi zake. Ndio kama vile unaona akipost vitu watu wanatagi, watu wanaomba ngoma. Wanaulizia watu, wanatumia malinki. Ukiangalia namba zinasoma kwenye account. Unaona kweli nachokifanya watu wanakipokea. Kwa ana haki ya kusema hivyo, asiitwe mwana hip hop. Ana haki. Umempa faida za singeli nini? Faida singeli nafanya naye Jumapili. Kwanza nilifanya naye na wali safiri. Hii Jumapili nafanya naye wakiipenda. Hii Jumapili nafanya naye Tisigwa. Kwa hiyo